Ndugu mpendwa sana, mapokeo ya mababa yanaagiza kuwa askofu anayewekwa wakfu ahojiwe na watu, mbele ya watu, kusudi azimio lake la kuhifadhi imani na kuitekeleza utume wake. Basi ndugu mpendwa sana, je, wataka kutimiza hadi kufa ule utume tuliopewa kutoka kwa mitume na ambao sisi tunakupa wewe kwa kukuwekea mikono yetu kwa neema ya Roho Mtakatifu? Nataka. Je, wataka kuihubiri Injili ya Kristo kwa uaminifu na bila kukoma? Nataka. Je, wataka kuitunza hazina ya imani iwe nzima na safi kadiri ya mapokeo ambayo katika kanisa yanahifadhiwa daima na popote tangu nyakati za mitume? Nataka. Je, wataka kujenga mwili wa Kristo ulio kanisa lake na kudumu katika umoja wake pamoja na maaskofu wote chini ya mamlaka ya halifa wa Petro mtume mwenye heri? Nataka. Je, wataka kumtii kwa uaminifu halifa wa Petro mtume mwenye heri? Nataka. Je, wataka kulilinda taifa takatifu la Mungu kama baba mwenye upendo pamoja na washiriki wako mapadi na mashemasi na kuliongoza katika njia ya wokovu? Nataka. Je, wataka kuwa mkarimu na mwenye huruma kwa maskini, wageni na wahitaji wote kwa jina la Bwana? Nataka. Je, wataka kuwatafuta kondoo waliopotea kama mchungaji mwema na kuwaunganisha katika kundi la Bwana? Nataka. Je, wataka kumwomba bila kukoma Mungu Mwenyezi kwa ajili ya taifa lake takatifu na kutekeleza utume wa ukuhani mkuu pamoja pasipo lawama? Naam, kwa msaada wa Mungu nataka. Basi Mungu alianzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Baba Askofu mteule amejibu maswali yote 9 kwa kukubali nia ya kanisa kwake na utayari wake katika utumishi mtakatifu kwa Mungu na kwa kanisa. Ahadi ya askofu mteule kwa Mungu na kwa kanisa ni kubwa sana. Baba Askofu mteule anahitaji sana sala na maombi ya kanisa zima ili aweze kuziisha ahadi zake.